Bana, kutokana na mambo yalikuwa yanaendelea kuanzia asubuhi ya tarehe 11 mwezi huu hapa wa 5 mpaka muda huu, basi lebo ya Konde Gang kiujumla wameweza kutoa taarifa kwa umma kulingana na Ibra. Basi wameweza kutoa barua zao mbili ambazo zimeweza kuambatana katika page yao ya Instagram. Barua ya kwanza imeandikwa kwamba Harmonize Entertainment Limited, taarifa kwa umma. Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5 2025, uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia lebo yake ya Konde Gang Music Worldwide wanapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 2025, tulipokea barua ya madai demanding notice kutoka kwa wakili wa msanii wetu Ibra Abdalla Nampunga. Barua hiyo iliainisha madai kadhaa ambayo uongozi umeanza kuyafanyia kazi mara tu baada ya kuipokea kwa mujibu wa taratibu za kisheria na kimkakati na kimkataba. Licha ya juhudi zetu kujaribu kumwelekeza msanii taratibu za kufuata na kulingana na mkataba wake, hivi karibuni tumebaini kuwepo kwa machapisho na matamshi na mawasiliano kutoka kwa Ibra katika vyombo mbalimbali vya habari na ikiwemo mitandao ya kijamii, Instagram na Facebook. Machapisho haya yanaonyesha malalamiko ya lugha isiyofaa na afya ya lebo pamoja na kumhusisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye bado anaendelea kufanya kazi chini ya lebo hiyo. Tungependa kufafanua kwa machapisho na matamshi haya sio tu yanachafua taswira ya lebo na wasanii wake, bali pia yanakiuka utamaduni wetu wa Tanzania na kukiuka masharti ya mkataba aliosaini na lebo hii. Aidha, kampuni inaenda kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kampuni yetu inahifadhi haki zote za kisheria katika swala hili. Wakati huu ambako mchakato wa kushughulikia masuala haya unaendelea, unapaswa kufahamu kwamba Ibra bado ni msanii halali wa lebo ya Konde Gang Music Worldwide na ina haki ya kuendelea kusitisha mkataba wake kwa kufuata na kuzingatia taratibu rasmi zilizowekwa katika mkataba aliosaini. Kufuatia hali inayoendelea, uongozi wa Konde Gang Music Worldwide umechukua hatua zifuatazo. Kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5, umemsimamisha rasmi msanii wake Ibra Abdalla Nampunga kutoa na kushiriki katika shughuli zozote za kimuziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na lebo. Kusimamishwa huku na kubaki hadi pale swala lake litakapopatiwa ufumbuzi ufumbuzi wa kudumu kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. Inampiga marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha na kutamka na kufanya mawasiliano yoyote kuhusu swala hili kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp na Facebook na kadhalika. Hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yoyote ambayo yanaweza kuharibu taswira ya lebo na kumdhalilisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye ni msanii. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo haya yatakiuka, lebo haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yake katika mahakama za Tanzania. Lebo ya Konde Gang Music Worldwide inaendelea kutoa wito kwa msanii Ibra kufuata taratibu sahihi za mawasiliano kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake kufikia suluhisho lenye manufaa kwa pande zote mbili. Hii imetolewa na Konde Gang Music Worldwide. Siku ya leo imekuwa ni siku ya tofauti kidogo katika muziki wa Tanzania, kwani tangu asubuhi Harmonize alikuwa ameshaanza kuchangamsha mji na kuchangamsha kwake kumeanza kuleta madhara makubwa sana. Katika sehemu ya comment wakazi ameandika hivi: acheni upuzi. Wakazi ameshusha comment yake pale na kuonekana kwamba comment hiyo ni fupi na iliyoeleweka. Acheni upumbavu. Yaani upuzi ni aina ya upumbavu ambao unaendelea katika taswira hii ya muziki kwa sasa. Ni dakika 53 ambazo zimeweza kupita na katika comment hiyo ndio comment ambayo inaongoza kwa likes nyingi baada ya yeye hapo kuweza kuichapisha katika chapisho hili ambalo Konde Gang Music wameweza kulichapisha kwenye ukurasa wao wa Instagram. Taitra Konde Gang anasema kwamba hivi: wakazi tulia wewe, unakuwa kama sio msanii, usikiki popote mpaka uingilie mambo ya wasanii, mambo yako hayaendi. Akaweka pale na emoji za kucheka. Kwa hiyo pale wengi wameshusha comment zao, almost zaidi ya comment 56 zimeweza kuteremka katika posti hii, na wengi wakiwa wanaonekana kwamba kitu ambacho wakazi ameamua kukifanya labda kilikuwa ni kitu ambacho ni kizuri, na wengine wanaonyesha kwamba ni kauli ambayo ni ngumu sana. Zu Outfit TZ anasema kwamba hivi: kuna watu watasema vibaya ila
hawatamshauri Ibra, nyie msiombe yani mimi niache kutetea watu toka nimefungua biashara na kuajiri hawa viumbe. Wakiwa wanajitafuta wanautii sana, ila akishajiona kapata wanazingua. Usiombe kabisa Mungu awasimamie wamalize hili swala salama. Oyuzu ameamua kusimama hivyo. Karim Story TV anasema kwamba hivi Ibra ameshajisahau kubishana na tajiri. Ona mambo yanaenda kisheria. Alikuwa huru huyo. Mambo yalishaanza kuwa hivi. Cox Dawa yao anasema hivi, mmeanza mambo ya barua. Kumeanza kuchangamka sasa. Huyu pia anaitwa Davis Nziku anasema kwamba hivi, akuingia mkataba na Konde Gang, ila ni Hamo Entertainment Limited. Hapa kuna siri kubwa. Hatuwezi kujua nini ambacho kimeweza kusajiliwa na Basata. Ni Harmonize Entertainment Limited au ni Konde Gang. Vani Sikaka anasema kwamba hivi, hii ni barua kutoka Konde Gang au Harmonize Entertainment Limited. Bado watu wamezidi kuchanganyikiwa kwa sababu kuna mengi ambayo watu hamuyajui. Kuna mengi ambayo watu hamuyatambui kuhusiana na barua hii. Baba Levo ameshuka hapa kwa kucheka. Juma Lokole ameshuka hapa naye amecheka na akaandika kwamba kumekucha. Yani hali imezidi kuwa taharuki ni kubwa sana. Sasa mengi yamezidi kuonekana hapa, lakini pia wengi wanazidi kuchukizwa na hichi ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii na mambo yamezidi kuwa serious. Salim Moali anasema kwa hivi, na kuchukia sana mbwa wewe. Ulifanya watu tumuone Diamond ni mbaya, kumbe wewe ni mbaya hivyo. Ikumbuke kuwa Ibra ni miongoni mwa watu walioinua hiyo lebo. Makalio yako bana. Ni namna ambavyo watu wamechukia mpaka wanashusha matusi, na inazidi kuinua watu ambao walikuwa wamekaa mbali na akaunti za Konde Gang kiujumla. Kwa sasa wamerudi tena kwa kasi na kuja kuangalia nini ambacho kinaendelea. Ili sakata limeanza kusimamisha nchi kwa madakika kadhaa. Yani watu wanataka kujua kwamba chanzo cha mambo yote haya ni kipi, kwa sababu Ibrahim mwenyewe kwa sasa kesi imeshaanza kuwa ngumu na waleta chai wametiwa ndani. Watu walioleta pia hata chai kwa ajili ya mtu ambaye alikuwa anaumwa, mtu ambaye ameingia katika jambo hili nao wametiwa ndani. Mambo yanazidi kuwa makubwa siku hadi siku. Huyu hapa anamuita Zeril Chalema. Alafu tafuteni mtu mwenye taaluma ya uandishi. Mnaandika release unprofessional kabisa. Kwenye nukta kuna mkato, kwenye mkato kuna nukta, paragraph space hazifanani, release form mbovu, mistari mingi imepita mbele, sentence inayofuata inaishia. Yani kuna namna ambavyo Konde Gang ampo serious. Mpelekeni mahakamani. Yani mpaka ameweka pale emoji. Inaonekana kwamba huyu jamaa kidogo yuko vizuri kwenye uandishi wa hizi barua ambazo zinakuwa zina mhusu msanii. Bana, mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Haya ndio rejea katika mitandao ya kijamii kwa sasa, na mambo yamezidi kuchachamaa huko. Ibra akiwa bado hatujui hatima yake ni nipi. Bana, bye bye for now.